Salamu zangu zikufikie mahali kote ambako uliko mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu Kwetu News 24. Tunakukaribisha katika kipindi cha leo ambako tutazungumzia habari kutoka huko Kongo, Uvira, ambako wanajeshi wa Marekani wameingia rasmi katika mji huo, na pia tutaelekea huko Goma ambako Ufaransa umeamua na kurudisha habari ya kufunguliwa kwa Aeroport de Goma. Pia tutaenda huko Kinshasa ambako wamemfunga na kumkamata mwanasiasa Obe Minaku. Hivyo tunakuomba usisahau kusubscribe na kushare na kucomment video hii. Mimi ni mtangazaji wako Pole Pascal Deta Pipili, unakaribishwa. Acha basi twende huko Goma ambako habari za kimataifa na diplomasia zimetujulisha leo hii kutoka katika Grand Lake au ukanda wa maziwa makuu, ambako Ufaransa umeibua upya mjadala mzito kuhusu kufunguliwa kwa uwanja wa ndege wa Goma. Ni kusema Ufaransa unataka kuwa aeroporo hiyo ifunguliwe, huku wakithibitisha kuwa pia kwamba fedha zote za misaada ya dharura ya kibinadamu kiasi cha euro milioni 815 tayari zimeshatolewa. Serikali ya Ufaransa imetangaza rasmi kuwa imeamua kurejesha mezani mjadala wa kufunguliwa kwa uwanja wa ndege wa Goma. Ni kusema kufunguliwa kwa Aeroport de Goma yenye kupatikana ndani ya mji mkuu wa Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua ya kuchukua mjadala huo imekuja wakati mbaya sana, kwa kuwa wananchi wanaendelea kupambana na una hofu kubwa yenye kutokana na hali za mapigano ya mara kwa mara ya vikundi vya watu wenye silaha. Pia wako katika hali ya ukimbizi pamoja na changamoto kubwa ya upatikanaji wa misaada ya kibinadamu. Kulingana na serikali na mamlaka ya Ufaransa, wanatambua kuwa kufunguliwa kwa uwanja huo wa ndege wa Goma ni hatua ya mzuri sana ili kurahisisha usafirishaji wa misaada ya kibinadamu, kusaidia harakati za mashirika ya misaada na kuwezesha kuokoa haraka wahanga wa migogoro hiyo yenye kufanyika huko katika mji huo wa Goma. Katika hii taarifa moja, Ufaransa umehakikisha kuwa jumuiya ya kimataifa kuwa kiasi chote cha euro milioni 815 kilichotengwa kwa ajili ya misaada ya dharura ya kibinadamu katika ukanda wa maziwa makuu hao Grand Lake tayari kimeshatolewa kwa jamii hizo, na wanasema kuwa fedha hizo zimekusudiwa kusaidia wakimbizi wa ndani, waathirika wa vita, wanawake na watoto walioko katika mazingira magumu, pamoja na sekta za afya, chakula, maji safi na malezi. Na misaada hiyo inasimamiwa na mashirika ya Umoja wa Kimataifa na mashirika yasiyo ya serikali, ni kusema ONG, Organisation non gouvernementale, na wadau wa kibinadamu wanaofanya kazi pamoja na mashinani. Ukanda wa Grand Lake unaendelea kukumbwa na mapigano na mivurugo ya kisiasa na kiusalama, na imeripotiwa kuwa huko hususan mashariki mwa Kidemokrasia ya Kongo ambako mapigano yanaendelea kati ya jeshi la serikali na makundi yenye silaha. Mamilioni wa raia ndani ya mji huo wamekimbia makazi yao, na miundombinu muhimu kama vile viwanja vya ndege vimeathiriwa na kufungwa. Uwanja wa ndege wa Goma umekuwa kituo muhimu cha kimkakati
si tu kwa usafiri wa raia bali pia kwa operesheni za binadamu, misheni za kimataifa na mawasiliano haraka ya dharura. Wachambuzi wa masuala ya kidiplomasia wanasema kuwa hatua ya Ufaransa ya kuamsha habari hiyo ya kufungua hiyo aeroporo ya Goma inaonyesha kuongezeka kwa shinikizo la kimataifa la kutafuta usuluhisho la kibinadamu. Inaashiria pia jukumu la mataifa makubwa katika utulivu wa maeneo la Ziwa Makuu. Hata hivyo, wanasema kufunguliwa kwa uwanja wa ndege wa Goma kunahitaji makubaliano ya wazi kati ya wahusika wa ndani na wa kimataifa na kulinda raia dhidi ya hatari zozote za kijeshi. Wananchi wa Goma na maeneo ya jirani wamepokea taarifa hiyo kwa hisia mzito, wengine wakiona ni nafasi yao ya kupumua na kupumzika kama binadamu, na wengine wakitaka kuwekwa wazi zaidi kuhusu salama na usimamizi wa uwanja huo. Kwa ujumla, kurejeshwa kwa mjadala wa kufunguliwa kwa uwanja wa ndege wa Goma na kutolewa kwa hela hizo euro milioni 815 za misaada ya dharura ni hatua inayoweza kubadili hali ya kibinadamu kati ya mashariki mwa DRC, ikiwa tu itasimamiwa na watu wanaowajibika na hali ya usalama ya mji huo. Hizo zilikuwa ni habari ambazo zilijiri huko Goma. Acha basi tuende moja kwa moja huko Kinshasa, ambako kumeripotiwa kukamatwa kwa mwanasiasa anayeitwa Obe Minaku. Mwanasiasa huyo mashuhuri wa zamani na wa bunge la kitaifa. Kukamatwa kwa mwanaume huyo kumezua mjadala mpana, huku jukwaa la kiraia linalojiita Sauvons la RDC likitoa kauli kali likisema kuwa Kongo imegeuka kuwa eneo lisilo na sheria, ambako uonevu na maamuzi ya kiholela yanafanywa kuwa ya kawaida tu. Hiyo ilikuwa ni maneno ya kikundi hicho ambacho kinaitwa Sauvons la RDC. Kulingana na taarifa tulizozipata, Obe Minaku alikamatwa mjini Kinshasa katika mazingira ambayo hayajaelezeka wazi na mamlaka za usalama. Hadi sasa hakuna mawasiliano rasmi uliotolewa kuhusu sababu halisi za kukamatwa kwake au mashtaka yanayomkabili, wala mamlaka iliyotoa amri ya kumkamata. Hizo habari bado hazijatolewa hadi sasa. Ukosefu huu wa maelezo umeongoza maswali mengi sana miongoni mwa wanasiasa, wanaharakati na haki za kibinadamu pamoja na wananchi wa kawaida tu. Hiyo inatosha swali ya mrefu sana kuhusu hali hiyo. Katika taarifa ya kikundi cha Sauvons la RDC limeeleza waziwazi mkubwa likisema kuwa kukamatwa kwa Obe Minaku ni ishara nyingine ya kudhoofika kwa utawala na sheria nchini DRC. Kikundi hicho kimesisitiza wazi kama sheria hazifuati ipasavyo, haki ya kujitetea inageukwa na vyombo vya dola vinatumiwa kwa malengo ya kisiasa. Kama inavyojulikana, Obe Minaku ni mmoja wa wanasiasa waliokuwa na nafasi kubwa wakati wa utawala wa zamani. Kukamatwa kwake kunakuja katika kipindi ambacho mvutano wa kisiasa unaongezeka ndani ya nchi ya DRC, upinzani unaoleza hofu ya kubanwa kwa uhuru wa kisiasa, na hali ya usalama mashariki mwa nchi inaendelea kuwa tete. Wachambuzi wa siasa wanasema tukio hilo liliweza kuongeza mgawanyiko wa kisiasa, kuibua hofu miongoni mwa viongozi wa wapinzani na kuzidisha ukosoaji dhidi ya serikali kuhusu heshima ya sheria. Mashirika ya kiraia
na wanaharakati wa haki za kibinadamu wanaonya kuwa kukamatwa bila maelezo ya wazi kunadhoofisha imani ya wananchi na taasisi za dola, kuna kiuka kanuni za haki na utawala bora, na kunaweza kusababisha misuguano ya kijamii. Wanasema kuwa hata kama kuna hutuma dhidi ya mtu yeyote, sheria lazima iheshimiwe na mchakato wa haki ufuate bila upendeleo wowote. Ni hivyo wanavyosema. Huko Sauvons la RDC wanadai na kuitaka serikali kuweka wazi sababu za kukamatwa kwa Aubin Minaku na kuheshimia taratibu za kisheria na kuhakikisha kuwa Kongo haikeuki kuwa taifa la hofu na maamuzi ya kiholela. Pia wanatoa wito kwamba jumuiya ya kimataifa kufuatilia kwa karibu hali ya haki za kibinadamu nchini. Kwa kifupi tunaweza kusema kama kukamatwa kwa Aubin Minaku kumeibua maswali mazito kuhusu hali ya kidemokrasia, haki ya kibinadamu na utawala wa sheria nchini DRC. Na tuanze moja kwa moja na mji wetu wa Uvira, huko ambako wanajeshi wa Marekani wameingia rasmi katika mji huo uliopo ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko mashariki. Na jeshi hilo liliingia leo hii tariki 12. Kwa kulingana na taarifa tulizozipata, ujio huo wa wanajeshi wa Marekani umefanyika kwa njia ya tahadhari kubwa ya kiusalama, wakati eneo hilo la kusini limeendelea kukabiliana na changamoto za kiusalama zilizohusisha makundi ya silaha. Hadi sasa mamlaka husika hazijatoa maelezo ya kina kuhusu lengo rasmi la uwepo wa wanajeshi hao, lakini wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa hatua hiyo inaweza kuwa na uhusiano na ushirikiano wa kijeshi, ushauri wa kiusalama au ufuatiliaji wa hali ya usalama katika eneo hilo. Wananchi wa Uvira wanaendelea kufuatilia hali hiyo kwa ukaribu, huku wakitarajia mawasiliano ya wazi kutoka kwa serikali kuhusu athari za uwepo huo wa usalama wa maisha ya kila siku. Acha basi tutaendelea na habari za kufuata kesho asubuhi, hivyo usikose kabisa kusubscribe, kushare na kukomenti video hii ili itupatie nguvu za kuendelea kuwaletea habari kwa muda unaofaa. Mimi ni Ole Pascal Leta Pipili, mtangazaji wako, na niko na furaha ya mingi sana kuwa na wewe kwenye channel hii yetu Kwetu Kivu News 24.